Ndugu mtazamaji, katika hali iliyoonekana kutuliza hisia zilizojengeka kwa wiki kadhaa, siku ya leo tarehe 9 Disemba imeendelea bila ya kile kilichokuwa kikihofiwa na wengi. Maandamano makubwa ya kitaifa yaliyotangazwa kufanyika tarehe 9 Disemba yakijulikana kama maandamano ya amani yasiyo na kikomo. Hali iliripotiwa katika miji mikuu Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya. Imeendelea kuwa utulivu, shughuli zikiendelea kwa tahadhari, huku nguvu kubwa ya ulinzi ikionekana wazi. Askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ na jeshi la polisi wamekuwa wakionekana katika doria nzito, wakisimamisha magari na kuwataka wasafiri kutoa maelezo ya safari zao pamoja na vitambulisho. Mashuhuda wanasema baadhi ya maeneo, haswa barabara kuu na stendi za mabasi, yalikuwa na vizuizi vilivyosababisha ucheleweshaji wa usafiri. Pamoja na tahadhari hiyo yote, kumekuwepo na mikusanyiko midogo katika baadhi ya miji, lakini mikusanyiko hiyo haikuonyesha dalili yoyote ya uvunjifu wa amani. Vikosi vya usalama vilikuwa karibu, vikifuatilia mienendo bila kuruhusu mkusanyiko uongezeke au kuchukua sura ya maandamano. Hata hivyo, maswali yameibuka kuhusu hatima ya mipango ya maandamano hayo. Vyanzo vya habari ambavyo havikutaka kutambulishwa kwa sababu za kiusalama vimesema kwamba tarehe ya maandamano hayo huenda imebadilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wapangaji wa maandamano wanaweza kusogeza siku ya maandamano hadi kipindi cha sikukuu za Christmas na mwaka mpya, wakiamini kuwa muda huo unaweza kutoa nafasi kubwa ya ushiriki na kuifanya serikali iwe na changamoto zaidi katika kusimamia ulinzi. Serikali haijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa hizo za kubadilishwa kwa tarehe, lakini imeendelea kusisitiza kuwa haitavumilia mikusanyiko isiyo na kibali na kwamba hatua za kiusalama zitadumishwa katika kipindi chote cha sikukuu. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamesema yanafuatilia kwa karibu mwenendo wa vizuizi na doria hizo, yakitaka mamlaka kuheshimu haki za kiraia, huku wakitoa wito pia kwa wananchi kuzingatia sheria na taratibu za nchi. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa kwenye siku zijazo na iwapo kutakuwa na tangazo jipya kuhusu siku ya maandamano. Wakati huo huo, nchi inaendelea kukumbuka maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika, huku hali ya tahadhari ikibaki juu kwa pande zote mbili. Hata hivyo, wachanganuzi na wachambuzi mbalimbali wanasema hali hiyo ya utulivu haimaanishi kuwa mvutano umekwisha. Badala yake inaonekana kama ni kusubiri kwa tahadhari, huku taarifa za ndani zikidai kwamba wapangaji wa maandamano wanaweza kuahirisha tarehe na kuyasogeza kwenye kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka. Ikiwa taarifa hizo zitathibitishwa, basi hali ya sasa inaweza kuwa ni utulivu wa muda tu unaotangulia maamuzi makubwa yajayo. Serikali inaweza kusema kuwa imefanikiwa kupunguza hatari ya machafuko kwa muda mfupi, lakini maswali kuhusu sababu za msingi zilizoibua wito wa maandamano bado hayajajibiwa, na hatima za mvutano huu inategemea namna pande zote mbili zitakavyochukua hatua katika siku zijazo. Katika kila mjadala wa kisiasa, kila kanda ina simulizi yake. Sauti ya Chief inakuletea simulizi hizo mezani kwa uwazi, uhalisia na heshima ya kweli. Tunahoji, tunachambua na tunafichua. Hii ndio Sauti ya Chief. Hii ndio sauti ya wananchi. Ndugu mtazamaji wa Sauti ya Chief, tunaendelea kukukumbusha kufuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia, huku ukitoa maoni katika ukurasa wetu wa comment section.